Bana, ikiwa ni mwendelezo wa ligi ya NBC, mchezo ambao unakuwa na taswira na ukubwa wa kutazamwa hapo kesho ni Coastal Union dhidi ya Simba Sports Club. Mnyama huyu. Niko na farasi hapa, ikiwa jina langu ni Santana 23 na hii ni Kawabe. Ujaji na kuzungumzia zaidi mchezo wenye ushindani ambao kila mtu anautazama. Simba anarejea nyumbani. Je, taswira ya nyumbani na nje itakuwaje? Bwana, mambo vipi farasi? Bwana, safi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanaenda vizuri alhamdulillah, na tunaendelea kupata burudani ya soka kama ambavyo umetoka kuzungumzia mechi ya Coastal ambaye atakuwa na mkabili mnyama ambaye atakuwa anacheza mechi ya kwanza kwenye ardhi ya Dar es Salaam kwa maana nyumbani kwao. Kwa ni mechi ambayo nadhani matumaini makubwa ya wekundu wa Msimbazi Simba ni kwenda kupata magoli mengi zaidi mbali na alama tatu, na uzuri kwamba wameiona hata Coastal inavyocheza. Coastal hawana wachezaji wenye quality ama ubora wa kuweza kuizuia Simba kwenye kutaka alama tatu. So ni mchezo ambao nauona ni mwepesi kwa Simba, na wala hakuna haja yoyote ya kusema kwamba mpira wa miguu ni mchezo ambao unaweza kuleta matokeo yoyote kwamba tutarajie kuiona eti Simba akipoteza mchezo wake kwa Coastal hapo kesho. Kwa kwangu mimi, bila kupoteza muda wa kutumia akili kuwaza, naamini ni mechi nyepesi sana kwa Simba. Kati ya mechi nyepesi kwenye msimu, basi ni dhidi ya Coastal kwenye mechi yao ya kesho. Kuzungumza kwamba huoni sababu ya wana Simba kuendelea kulalamika katika nafasi ambayo yupo Kibisa wala, ila wao wanaamini kwamba Dumbia ndio miongoni mwa wachezaji ambao wamesajili kwa ajili ya kufikisha ama kuleta ile ambao wao wanaamini, lakini huoni sababu ya yeye kuanza kwa sababu ya Kibisa wala. Nini tofauti yake sasa kwa hapo? Yeah, of course kuna jambo ambalo nilikuwa naliweka sawa kwa ajili ya mtazamaji ambaye anafuatilia na Watanzania wengi, vile ambavyo tunatofautiana kwenye ufahamu. Neno false nine ni mchezaji ambaye anatumika kwenye lile eneo, mchezaji ambaye si asili kwenye lile eneo. Yes. Lakini wote hapa Watanzania tumemwona Mpanzu akicheza kama kiungo wa pembeni, sio? Baadaye inabadilika kaja kama ndani, sasa hivi anacheza kama, akaanza kama false nine kwenye eneo la ushambuliaji, lakini hatimaye hadi sasa ndiye namba 9 tegemeo la Simba Sports. Mwanzo ilikuwa ni false nine na mimi nilikuwa naielewa ni false nine, lakini mtu umemaliza msimu unacheza kwenye lile eneo, unarudi msimu mwingine tena, usajili wako kwenye makaratasi umesajiliwa kama mshambuliaji, haistahili tena kumtumia kama jina hilo la false nine, si ndio? Kwa sababu hata Cristiano Ronaldo alianzia pembeni kama winga, lakini siku zilizozidi kwenda walimu wamembadilisha, japo tunaamini ni umri, speed ilipopungua akaanza kucheza kama namba 9 pase, na hakuna mtu anayesema ni false nine kwa sasa kwa sababu ndo maisha yake yamekuwa pale. Yes. Ndivyo ambavyo Elie Mpanzu kwa Simba anatumika kama maisha yake ya striker. Kwa hiyo siamini kama mimi ni false nine ndani ya Simba. Ubora alionao ni mkubwa kuliko ambaye striker ambaye anatajwa kuwa asili kwenye lile eneo. Wote waliokuepo, na tangu msimu uliopita alikuepo Selemani Mwalimu, alikuwa anamsubiri Elie Mpanzu afanye bala lake ndio aweze kuingia. Kaja Dumbia, kajaribishwa kama tunataka kuaminishwa ndio striker kaja, lakini kashindwa. Elie Mpanzu karudishwa kwenye lile eneo, na kumbuka kuna Ismail Mgunda pia, kuna Mwangosi. Kwa ni wazi kwamba mshambuliaji namba 1 wa Simba Sports kwa sasa ni Elie Mpanzu. Kwa hiyo sidhani kama anastahili kuendelea kutumikiwa hilo jina ambalo anapewa la false nine, zaidi ya kumtunuku kwamba huyu ni namba 9 wa Simba Sports. Anaweza kuconvert mipira kuwa goli kutoka kwenye mkusanyiko wa mabeki wengi wa timu pinzani. Ana uwezo wa kupunguza wachezaji 2 3 na kwenda kulifuata box la timu pinzani, kitu ambacho wachezaji wengi waliokuepo pale kwenye idara ya ushambuliaji wa Simba hawana uwezo huo, na si ajabu nikisema hata washambuliaji wengi kwenye ligi yetu sijaona mwenye uwezo kwenye, tukisema sasa yule namba 9 anayecheza kwenye timu husika mwenye ubora mkubwa kama Elie Mpanzu. Binafsi sijaona kwenye timu yoyote ile kwenye ligi yetu ya Tanzania bara kwa wachezaji wanaocheza namba 9 kwenye timu husika. Kwangu mimi Elie Mpanzu naanza naye kwenye washambuliaji wote waliokuwepo kwenye timu zote 16. Maana yake ni kwamba ana uwezo mkubwa, na wana Simba wanatakiwa kubadili fikra zao kwamba kutoka kwenye imani ya kwamba wamepigwa kwa Dumbia, wairudishe ile imani ya kwamba wana striker namba 1 ambaye ni Elie Mpanzu, na Dumbia ni labda striker namba 2, Ismail Mgunda labda namba 3 au Ismail Mgunda ndo namba 2, mwalimu ndo anajua. Lakini wana Simba nafikiri wanatakiwa kuiswitch akili yao kuamini kwamba Elie Mpanzu si false nine tena, na ni striker wao wamwamini kwa sababu ya ina kikosi walichokuwa nacho. Ana vitu vingi vya kiufundi ambavyo vinamsaidia mwalimu
kwenye timu zote hizo, anaweza kucheza kwenye timu yoyote kwenye lile eneo la namba 9. Kwa hiyo sio false 9. Utofauti wa Dumbia kidogo, angalau labda umeona sababu za mwalimu kuto kumwanzisha. Nini kwa taswira ukiangazia kwa haraka? Of course jicho la kiufundi ukimtazama mshambuliaji Dumbia hana mapungufu ya kiushambuliaji kama ambavyo maneno yanavyosemwa mengi. Lakini shida ya Dumbia ni kujiamini kwamba amekuja kwenye ardhi ambayo ina makelele mengi sana ya mpira, yani ina waongeaji wengi sana wa mpira kuliko wanaojua mpira. Amekuja kwenye ardhi ambayo uambi lolote watu wanazipenda hizi timu, yani watu wanapenda Simba na Yanga kuliko mpira wenyewe. Umeelewa? Kwa maana yake kama unaingia kwenye hiyo ardhi kwenye timu mojawapo, ni lazima uwe umeshajiandaa kuanzia kichwani, kuna kuzomewa ama kuna kupokelewa kama mfalme. Lazima hizi sehemu mbili zipitie. Ukishindwa kupokelewa kama mfalme, kichwani kwako lazima tuelewe nitazomewa. Sasa nikishazomewa na jirudisha vipi kuwa mfalme baadaye? Hicho ndicho ambacho Dumbia anashindwa ama anakosa ndani ya klabu ya Simba, kwamba ameshasikia makelele, wamepigwa, wa mchongo. Yale makelele ameyaruhusu kuingia kichwani kwake, anapambana kutuprove kwamba yeye sio striker wa uongo, ni striker kweli. Kwa yale mapepe yanayotokea, kuna muda anashindwa kutumia maamuzi sahihi kwenye wakati sahihi, kwa sababu anataka kukurupuka kututhibitishia sisi yeye ni bora kwa kufunga, si kwa kutoa assist. Wakati mwingine anaweza asema akalazimisha kutoa assist, akataka kufunga kwa sababu anataka kutuaminisha ni striker kweli wa kufunga. Kwa hiyo ukija kuangalia touching zake, namna ambavyo anaachia mipira, receiving zake, tena ni mshambuliaji ambaye Simba anaweza kunufaika na timu nyingine zote zikatamani kuwa na mshambuliaji kama yule. Ana hate kama Kitambara Bora alikuwepo Azam, lakini Kitambara Bora alikuwa ni mzito. Huyu mwamba ana mwendo. Maana yake unavyokuwa na mshambuliaji mrefu, anaweza akakupa rebound mipira ya juu akamdondoshea mtu wa nyuma yake akapiga, ni kitu kizuri sana. Lakini ukiwa na striker ambaye anaweza kukimbia pia, mikimbio yake na ruhusu uwanjani, ni faida kubwa. Kwa ni kitu tu cha kumpa imani, wamkopeshe imani. Naamini ni mshambuliaji ambaye kama aliweza kufunga ligi ya Mali goli 17, sitoshangaa akipata double digit kwenye ligi yetu. Yani ashindwe kufunga goli 10, nitakuwa mtu wa mwisho kuamini. Lakini naamini ni striker moja mzuri ambaye anaweza kuwasaidia wana Simba, na endapo kama Dumbia labda Yanga wangempata, wangenufaika zaidi kuliko washambuliaji wao wote waliokuwa nao. Wana mastreka ambao ni hatari pia, wanajivunia Peter Chalulile na Toure. Of course Toure Check ni mmoja ya wachezaji ambao walivyotambulishwa tu ile physical appearance yake, watu wakasema yes, huyu kweli mchezaji wa kimataifa katoka Saudia na ana kitu cha kiostadhi fulani, yuko serious na mpira. Unajua maustadhi wengi wenye ndevu wako serious sana na shughuli ambazo wanazokuwa wanazifanya. Kwa hiyo tulivyotambulishiwa yule mchezaji tukaamini ni mshambuliaji bora sana. Nafikiri kuna upepo wa watu wananogeshwa na Yanga, lakini kuna mapungufu mengi anayo yule Toure Check wa Yanga Afrika. Ana mapungufu mengi kuliko hata Ibrahim Dumbia wa Simba, lakini watu wanamwandama Ibrahim Dumbia kuliko Check kwa sababu Yanga inashinda, inafurahisha, inacheza mpira mzuri, ipo kwenye rhythm mzuri, watu wao wanaondoka nayo. Lakini yule Dumbia angekuepo ndo Simba, angekuepo ndo Yanga Afrika, pengine angecheza mbele ya Chalulile, kwa sababu Chalulile anachokifanya ndani ya Yanga Afrika ni experience, uwepo wake, jina, kuhamasisha, uongozi, leadership. Lakini kuna wakati kabisa wanasema Chalulile, hata hii tunakuheshimu kwa sababu ya jina lako. Anakosa baadhi ya magoli ambayo unaamini Dumbia ukimpa akosi. Yanga hawana striker kwenye safu yao ya shambuliaji ambaye mwenye urefu kimo cha Dumbia. Manake mipira ya Kangwanda, mipira ya Zakwane, mipira ya nani yote inayopita kwake ingekuwa anaiconvert kiurahisi kuwa goli. Yanga Afrika wana kiungo bora sana namba 10 hivi sasa, Max Nzengeli. Anaweza akapokonywa ile eneo na Aziz Ki kwa mazoea. Lakini ukirudi kwenye uwajibikaji, mimi si ajabu nikamwona Max ndo akasimikwa ile eneo na namba 10 na Azizi akatafutiwa pengine kwa kwenda. Amejifunza, anabadilika kutokana na mazingira na mechi, na ana connect vizuri kiungo na idara ya juu. Ni mmoja wa wachezaji wazuri sana. Moja ya kitu ambacho nataka nimtaje Max kwenye hili ingizo la Dumbia kama ndo angekuwa Yanga, kwa sababu angalia magoli mawili ambayo Max amefunga, yote anatengeneza afa anaipokea kama rebound au anasetiwa nje ya box anapiga safi kabisa na zendi off target. Sasa maana yake ungempata striker ambaye ni mrefu zaidi kuliko alikuwepo pale Yanga Afrika, yule bwana anakuwa anazidonoa zinadondokea mbale. Max anakutana nazo, ana convert, top scorer wa ligi. Kumekuwa na jambo ambalo wana Simba na wadau wa mpira
wanalizungumzia sana kuhusiana na kiungo wa Simba Sports Club Kante. Taarifa mpaka sasa, japo wana Simba ama viongozi wa Simba wao wanasema kwamba watatoa taarifa rasmi, lakini hili sakata ni kama linakaa kwa upande wa pili kama la Israel Patrick Mwenda. Hii Simba na Kante unaitazama kwenye taswira gani? Tusubiri jambo kuzuka ama tusubiri nini kitakachotarajiwa kuendelea zaidi? Shida kubwa ambayo tunaiona ndani ya Simba kupitia migogoro yao ambavyo inaendelea, shida hiyo au matunda ya hicho wanachokitengeneza wao tunaweza tukakipata kwenye sakata hili sasa la Kante, kwamba inakuwaje mnasajili wachezaji hadi wanazidi 12 na ingali mna mchezaji wenu mko naye? Inakuwaje mnakubali kwamba mchezaji yuko ndani ya mkataba, hampambani kumtafutia timu kwanza apate, alafu ndo mtafute mchezaji nyinyi wa kumchukua? Nyinyi mnaanza kuchukua wa watu kwanza mnasajili, alafu wa kwenu bado hamjamtafutia marisho bora anapotaka kwenda. Kwa hiyo hii ndo ambayo inatuonesha kwamba Simba ina viongozi wa aina gani, japo si mara ya kwanza Simba kufanya. Kuna baadhi ya timu zishaye kufanya hivyo, lakini hatutakiwi kubariki kwa sababu eti si mara kwanza ili tukio kufanyika. Kante bado yuko na mkataba na Simba. Kante amekosa timu ya kwenda. Kante maana yake anatakiwa arudi kazini kwake. Kazini kwake ni Simba Sports. Ina maana ndo taarifa ambazo zipo sasa. Hicho ndicho ambacho nakifahamu mimi, kwa sababu orodha wachezaji 12 jamani, so wametambulishwa kwenye Simba Day. Simba Day, yes. Tumewaona sasa. Hata hilo nalo nataka tutafute wanasheria watusimamie kwenye hili. Vitu vingine vinaonekana wazi tu, wachezaji 12 Simba walizidi na Kante hakuwepo kwenye orodha, kama ambavyo Neo Maema naye alikuwa njia panda, na hii yote ni sintofahamu ya uongozi wao, kwamba kiongozi anamtaka mchezaji fulani, labda kocha amtaki, kocha anamtaka fulani, kwa mwisho wa siku hadi dirisha linafungwa hamjajua hawa wataenda wapi au watabaki wapi, ndio mwisho wa siku anakutana kwenye eneo moja, wachezaji mko 13 wa kigeni, nani akatwe nani, hapo ndio sasa wanaanza kutafutiana nani wa kumfunga paka kengele. Lakini mwisho wa siku sijui wao wataamua nani ambaye atatoka kwenye mfumo ili wabaki 12 ni wao, lakini kwa wachezaji wa kigeni ambao wapo obvious, sijui nani ambaye atoke Kante jina lake lisainiwe, sijui labda sijui nani. Jana uongozi wa Dar es Salaam Young Africans umeweza kutoa taarifa ama kutoa tangazo kupitia kwenye peji yao, wakidai kwamba wanahitaji mkandarasi kwa ajili ya kuwapa tenda kwa ajili ya gorofa. Maswali yamezuka, hawajamaliza kwenye sakata ama kwenye mradi wa ujenzi wa uwanja, wanakuja na jipya. Watu wamekuja na maswali mengi ambayo wamekosa mpaka majibu. Hii ina taswira gani mpaka sasa? Ukiitazama wanaelekea kwenye jambo lingine, licha ya jambo lingine bado wananchi hawajaliona. Ambalo ni lipi ambalo wananchi wanahoji? Kuhusiana na gorofa, wananchi wanahoji kuhusiana na uwanja, kwamba Yanga wamesema wanajenga gorofa. Mkandarasi kwa ajili ya jana wametoa taarifa ya jana ile ya kuhusiana na ujenzi wa kandarasi wa gorofa. Mimi niwe mkweli wala. Bila kutafutiana sababu, mimi napata ukakasi sana kuwa nazielewa taarifa za Yanga Afrika. Yanga Afrika kuwaelewa wanachokifanya ni ngumu sana, kwa sababu kuna muda wanakupa kitu hiki unatarajia hiki, wanakubadilisha huko. Yaani kuna muda wanatuchanganya, wanabonyeza gia tofauti. Niliwahi kusema na sitobadili maneno kwamba nitakuwa mwisho kuamini uwanja kama utatengenezwa ingali bado uongozi huko madarakani. Nitakuwa mwisho kwa sababu siamini kama itafanikiwa, kwa sababu najua kibinadamu ni process ngumu kutengeneza kiwanja. Na wale ni binadamu wenzetu. Kwa hiyo siamini kama ni rahisi kiasi hicho. Naamini utajengwa labda miaka 20 mbele huko. Kwa gorofa sasa, of course kwa gorofa ni rahisi kuliko kiwanja. Kujenga gorofa la kisasa lenye muonekano wa kandarasi kutokea ni jambo rahisi kuliko kiwanja. Sidhani kama Yanga wanahitaji gorofa kwa sasa. Sidhani. Sidhani. Unahisi wanahitaji nini zaidi licha ya gorofa? Yanga wanahitaji kiwanja. Yanga wanahitaji ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika. Wamekosa basi ubingwa wa kombe la shirikisho. Hiki ndicho ambacho wanahitaji Yanga. Yanga wanahitaji kushiriki michuano hata ya klabu bingwa ya kombe la dunia kwa ngazi ya klabu. Na wana nuru hiyo wanaiona. Nafikiri wa focus. Magorofa nini tena? Saizi magorofa nini tena? Wanaamini huenda gorofa likawa na matumaini makubwa na wakaendesha miradi yao vizuri. Gorofa si lile Jangwani lipo. Sijui wao wanajua jinsi kibiashara, lakini nafikiri ile swala magorofa nafikiri sasa hiyo ni kibiashara zaidi. Sisi tukaribu biashara za watu. Hilo limekaa kibiashara zaidi kwao. Lakini sidhani kama sidhani maoni ya wadau kuhusiana na hicho. Nini komenti yako? No comment kaka. Mwanasheria wangu yuko shule bado hajahitimu. No comment.
Farasi, tunaenda kugusia mchezo wa kesho. Tumeutazama japo kidogo umeuzungumzia, lakini tunaenda kuhitimisha. Simba wana michezo mitatu red card. Leo kupitia kwenye presi ambao wamezungumza pia kocha msaidizi Selemani Matola amezungumza kwamba FVS kwao hawailaumu na hawana changamoto yoyote, licha ya kile ambacho wana Simba mashabiki wanazungumza ni kwamba kwa nini na kwa wao wanapata kadi nyekundu ama mpira unachezwa FVS inatumika zaidi katika mchezo wa Simba. Amekuja na kukanusha taswira ya hicho alichokizungumza na mashabiki. Nini komenti yako kuelekea katika mchezo wa kesho, wakiamini kwamba red card itatokea pia kesho? Of course, binafsi mimi siamini kama Simba wataruhusu tena kupata red card kesho, kwa sababu ni mchezo ambao of course wanahitaji alama tatu. Ni mchezo ambao una pressure, lakini siamini kama pressure itakayoweza kupambana zaidi hadi wapate red card. Labda itokee bahati mbaya. Unajua kuna muda red card nazo waga zinatokea katika mazingira ambayo hauwezi kuelewa, lakini siamini. Na kama wataruhusu tena tukio kama hilo kesho, basi hata na wenyewe waweze kujitazama hata benchi la ufundi namna gani ambavyo wachezaji wao wanawamezesha spirit ya aina gani ambayo inawafanya watu wapambane uwanjani wajitutumue hadi kupitiliza kusababisha. Of course ukitazama red card zote ambazo zimeonekana ndani ya Simba, kwa mfano ile ya Anthony Mligo yanazungumzika kwamba ni mchezaji alikuwa na nia hii akafanya hiki na sidhani hata kama amenyoshewa kidole. Ukija red card ya Jabal, ile ndio unamnyoshia kidole, bwana jaziba zako ishia huko Nigeria na South Africa, huko kwetu ni waungwana, tunacheza mpira fair hivi. Yule kidogo ndio unaweza kumpiga na adhabu hata ndani ya timu. Lakini ya Duchu naye hasa Duchu unatakuwa sijui mfanyaje. Yule naye adhabu anastahili. Ile kumfuka kaka. Yaani kuna namna Duchu naye bwana anastahili kupewa adhabu. Hata ya timu, kwa sababu ile red card bwana hakuna mpira wa vile. Kwa hiyo ni hii moja ya Anthony Mligo inaelezeka, ila hizi mbili hizi benchi la ufundi inabidi wafanye kazi kabisa kuhakikisha wachezaji wao wanakuwa na nidhamu, na hii ni picha inaonyesha kwamba timu ya Simba ndio timu ambayo haina nidhamu kwenye ligi yetu kwa matukio haya ambayo hadi sasa yameonekana. Tutarajie mchezo wa aina gani pia? Mchezo wa upande mmoja, ni mchezo wa upande mmoja ambao Simba asiposhinda goli 3+ inabidi tumuulize Baka yuko serious kweli na wachezaji wake kwenye safu ya ushambuliaji. Wanavuja Coastal. Yaani huu mpira tuisemi kwa sababu Simba ni kubwa. Tunaisema kwa sababu tumeiona Coastal ya Mwalimu Fikiri Elias inavuja. Mechi 3 ambazo wamecheza hawajashinda mechi hata moja, si ndio? Yes. Wana sare moja. Lakini ukiangalia hata wanavyocheza magoli yao ndio yale papatu Kichuya akakutana nao karuka imo. Yaani bado Coastal hawana uwezo wa kumsumbua Simba. Simba sipo kama yuko serious. Wenzake wanampiga mtu 4 kama ambavyo tumeona. Hii game ya kesho kutonesha kama nao wako serious. Bwana shukrani sana. Bwana asante sana ndugu.